msaidizi Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mheshimiwa Rogerio Masawe, mkuu wa shirika Kapuchini Tanzania, wapendwa mapadri, watawa, ndugu waombolezaji na waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Nawaalika tusikilize historia ya maisha ya ndugu Gabriel Gachumaire. Familia. Ndugu Gabriel Gachumaire alizaliwa tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 1961 huko Katoma, Bukoba. Wazazi wake Gabriel, mzee Antoni Kawa Mbombe na bibi Sabina Nyamiewo, walibahatika kupata watoto 7, kati yao 5 ni wa kiume na 2 ni wa kike. Ndugu Gabriel alilelewa na mama ambaye alikuwa ni mkulima mdogo aliyetumia nguvu zake na uwezo wake wote katika kuhakikisha uhai wa familia. Wiki 3 baada ya kuzaliwa, yaani tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 1961, ndugu Gabriel alipokea sakramenti ya ubatizo katika parokia Katoma, Jimbo Katoliki Bukoba. Ilipofika tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 1975, ndugu Gabriel alimpokea Yesu Ekaristi kwa mara ya kwanza na kuimarishwa miaka 4 baadaye, yaani tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 1979 katika parokia hiyo ya Katoma, Jimbo Katoliki Bukoba. Elimu. Ndugu Gabriel Gachumaire alisoma shule ya msingi Karoshe kuanzia mwaka 1973 hadi 1979, kuanzia darasa la kwanza hadi la 7. Alirudia darasa la 6 na la 7 mwaka 1980 hadi mwaka 1981 katika shule ya msingi Kaibanja. Baada ya kuhitimu elimu ya msingi, ndugu Gabriel alijiunga na elimu ya sekondari katika shule ya Moshi Technology maarufu kama Moshteki mnamo mwaka 1982 hadi mwaka 1985. Baadaye kuanzia mwaka 1986 hadi mwaka 1989 alijiunga na Dar es Salaam Technical College akisomea Full Technician Certificate in Civil Engineering. Safari ya wito. Baada ya kumaliza elimu yake ya chuo, ndugu Gabriel alivutiwa na maneno ya Yohane Mwinjili yasemayo, lakini Yesu akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Yohane sura ya 4 mstari wa 32. Akitamani kukijua chakula hicho, ndugu Gabriel aliona kuishi maisha ya utawa ni kuwa karibu na Yesu mwenye hicho chakula. Hivyo akaandika barua ya kuomba kujiunga na shirika la ndugu wadogo wa Kapuchini. Alipokelewa kama mpostulanti tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 1989 huko Ifakara, na kwa mara ya kwanza alivaa kanzu ya Kikapuchini akiwa mnovisi tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 1991. Ndugu Gabriel aliruhusiwa kufunga nadhiri za muda tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1992 huko Kasita, Jimbo Katoliki Mahenge. Alijiunga na masomo ya falsafa katika chuo cha Mtakatifu Bonaventura Zambia mnamo mwaka 1992 hadi mwaka 1995, na baadaye mwaka 1995 hadi mwaka 1999 alijiunga na chuo cha Jordan Morogoro kwa ajili ya masomo ya teolojia. Aliruhusiwa kufunga nadhiri za daima katika shirika la ndugu wadogo wa Kapuchini tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1998 na kupewa daraja ya upadri tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 1999. Utume. Mara baada ya kupewa daraja ya upadri, ndugu Gabriel Gachumaire alitumwa katika parokia ya Isongo iliyopo Jimbo Katoliki Mahenge na kuhudumu kama paroko kwa muda wa miaka 3 tangu mwaka 1999 hadi mwaka 2002.
Mwaka 2002 alihamia San Damiano Msimbazi ili kuweza kuhudhuria masomo katika chuo cha DAT akisomea diploma in building and civil engineering na kuhitimu mwaka 2005. Alitumwa kwenda Tanga katika nyumba yetu ya Mivumoni kufanya kazi kama mhudumu wa nyumba na msimamizi wa miradi kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2011. Kwa mwaka 2011 hadi 2012 alifanya utume katika parokia ya Kilomeni, Jimbo Katoliki Same. Ndugu Gabriel alihamia katika parokia ya Upanga na kuhudumu kama paroko msaidizi kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2014. Alitumwa Jimbo Katoliki Dodoma katika parokia ya Mkoka kuhudumu kama paroko kuanzia mwaka 2014 hadi 2018. Baada ya hapo alihamia katika seminari ya Maua na kufanya utume mpaka mwaka 2020. Mwaka 2020 ndugu Gabrieli alihamia katika parokia ya Kilima Moja jimboni Mbulu na kufanya utume parokiani hapo kwa muda wa mwaka mmoja na kisha kuhamia katika jamaa ya San Damiano Msimbazi mwaka 2021. Ndugu Gabrieli alitoa huduma yake kama muungamishi katika shrine ya Mtakatifu Padre Pio. Mwanzoni mwa mwaka 2023, ndugu Gabrieli alihamia katika parokia ya Zake Mbagala na kuhudumu kama paroko msaidizi mpaka dada mauti alipomtembelea. Ugonjwa. Kwa muda mrefu ndugu Gabrieli amekuwa akionekana ni mtu mwenye afya na nguvu tele. Kwa sababu hiyo alipenda kufanya kazi za mikono kwa ujasiri na umahiri wote. Hata hivyo, ndugu Gabrieli alikuwa na shida ya moyo pamoja na sukari. Mwaka 2019 aligundulika pia ana shida kwenye uti wa mgongo. Vyote hivi bado havikumzuia ndugu kutimiza wajibu wake wa kitawa na kikuhani. Mwishoni mwa mwezi wa 9 mwaka huu wa 2023, ndugu Gabrieli aliteleza kwenye ngazi na kushtua misuli ya nyonga. Hali hii ilimpelekea ndugu Gabrieli kupunguza shughuli zake za kitume na kukaa ndani, kwani alishindwa kutembea. Baada ya kupatiwa matibabu katika hospitali ya TMJ Keko kwa siku kadhaa, ndugu Gabrieli alihitaji vipimo vingine katika hospitali ya Muhimbili, hivyo alihamishiwa katika nyumba yetu ya San Damiano Msimbazi. Ilipofika tarehe 8 siku ya Jumapili, ndugu Gabrieli alilazimika kulazwa kwa uangalizi zaidi. Hali yake ilibadilika ghafla siku ya Jumanne mchana, kwani alipoteza fahamu na kushindwa kula. Ilipofika mida ya saa 2 usiku, fahamu zake zilirudi. Aliweza kula chakula na kuongea kama mtu mwenye afya tena. Bali wenye haki hufurahi na kuushangilia uso wa Mungu, na kupiga kelele kwa furaha. Zaburi ya 68 mstari wa 3. Akiyakumbuka maneno haya aliyoyaandika katika kumbukumbu yake ya upadre, ndugu Gabrieli alisikika akisali na kuimba kwa sauti majira ya saa 8 usiku, huku akisema, mikononi mwako e Bwana naiweka roho yangu. Watu wengine pamoja na wagonjwa waliojiweza walishuka kutoka katika vitanda vyao na kumsogelea ndugu Gabrieli. Kama jinsi ambavyo Mtakatifu Francisco alivyowaita ndugu zake na kuwabariki, ndivyo naye ndugu Gabrieli alivyoomba kuinuliwa kitandani na kuwabariki wote waliomzunguka na kisha kuendelea kusali na kuimba. Aligeuka na kuwa mwenye furaha. Kila aliyemwona alfajiri ile alijua ikifika mchana ndugu Gabrieli ataruhusiwa kurudi nyumbani. Ghafla hali yake ilibadilika na madaktari wakafika kutaka kumnusuru, na bila mafanikio dada mauti alimtembelea. Asubuhi hiyo majibu ya vipimo yalitoka na ikagundulika kuwa figo ilikuwa imeacha kufanya kazi.